kwa yote simama, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, vumilia yote usimame, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, vumilia yote usimame. Shalom, shalom na wasalimu nyote katika jina la Yeshua. Asifiwe Mwokozi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wakati mwema ambao tunataka kujifunza. Nataka niwafundishe kuhusu habari za baba yangu aliyenituma. Haleluya. Hori Masai, glory Masai. Lakini imeandikwa katika maandiko matakatifu ya kwamba amini, amini mimi nawaambieni, yeye ayasikiaye maneno yangu na kuyaamini amepita toka mautini mpaka uzima. Tunajiuliza, mauti yanaanzia wapi? Kwanza maandiko yanasema hao wafu siku zinakuja, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Adamu na kufufuka. Wafu wanaozungumzwa ni watu waliokufa katika miili ya dhambi, wanaitwa wafu. Kwa hiyo unasema amepita toka mautini mpaka uzimani. Inamaanisha ya kwamba ameushinda mwili wa dhambi, cha kwanza. Akapita toka kwenye mwili wa dhambi mpaka kwenye uzima wa milele. Ndio maana ya maandiko asemao, yeye ayasikiaye maneno yangu na kuyaamini. Ati Masai, Drisai, Drama, Limasai. Inamaanisha hamna shida kwa wale wanaosikiliza, lakini ayasikiaye na kuyaamini. Kumaanisha ukiyaamini utayafanya. Kuna wale wayasikiao lakini hawayaamini. Tariba sayadi masi. Hawawezi wakapita toka mautini mpaka uzimani. Maana wengi watauliza, hivi Bwana, nimesikiliza mahubiri sana, kwa nini sioni mabadiliko? Sisemi badiliko kwamba utaanza kunena kwa lugha moja kwa moja, lakini hatujivunii tu kwamba tunanena kwa lugha. Sio hiyo peke yake, ninajivunia kwamba matendo yangu yanafanana na maandiko matakatifu. Achana na dunia. Kuna wale wanajivunia karama ya kutabiri, ya kwamba mimi ni nabii. I am a prophet or I am a prophetess. Mimi ni nabii. Nabii wa kike, nabii mme. Kuna mabinti wanatabiri, kuna vijana wananena kwa lugha. Maandiko yanasema kama ni unabii utakoma, kama ni lugha zitakoma, lakini kuna kitu kitakacho kushuhudia mpaka siku ya hukumu, nayo ni matendo ya moyo wako. Ndio maana maandiko ya kusema kwamba linda sana karama ya kunena kwa lugha kuliko chochote, linda sana unabii kuliko chochote, linda sana kuhubiri kuliko. Alisema linda moyo wako kuliko chochote. Alindaye moyo wake amefanya jambo jema. Hakuna kinachogusa moyo ila matendo. Mtu asiyeokoka matendo yake yakabadilika, yeye ni farisayo wa kizazi cha leo. Mafarisayo walijua sana Torati, lakini hawakuitenda. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo 23, mwana wa Adamu akawageukia makutano na kuwaambia, Mafarisayo mnaowaona hao na waandishi wamekaa katika kiti cha Musa, wasikilizeni. Lakini kwa habari ya matendo yao msitende kama wao, maana wao hawayatendi wanayoyahubiri. Wala injili Torati ya Musa hawaitendi.
lakini wanapenda kuzunguka masokoni na mijini wakiitwa rabii na wakipewa viti vya mbele. Na maana ni watu wanaopenda kujitukuza. Ili hali maandiko yamesema yeye atakayejidhili Bwana atamuinua. Kilichotukuka, kilichoinuliwa na wanadamu ni chukizo mbele za Mungu. Haleluya. Huenda matendo yako yameinuliwa tu na wanadamu, lakini Mungu anakuona bado umkosaji. Mimi Bwana Mungu ni mkosefu. Naomba rehema zako zinifikie. Usinipite Bwana unapotembea duniani kuwazuru wengine. Huo ndio moyo wa Mungu anautaka. Siku zangu zipate kutabirika kwa mema. Yaani mnapaswa kuwa watu ambao mtu anajua tu ya kwamba kama ni Yusufu, habari za Yusufu, kwa habari ya imani yake hatujui, lakini kwa habari ya wema tunajua Yusufu ataamua kwa hekima ya Mungu wake. Tunajua Yusufu, na hata Yusufu wa maandiko. Haleluya. Mke wa Potifa alimuona Yusufu mtu wa kawaida. Hakujua Yusufu ana imani ya Mungu ndani yake. Yusufu ni mwana wa Yeshua. Hakujua Yusufu ana Roho Mtakatifu wa uzima ndani yake. Alimuona Yusufu kuwa ni mfanyakazi wa kazi za nyumbani. Hakujua huyu ni mtu ambaye ana imani, sio yeye anaishi. Farao akasema, sijapata kumuona mtu aliye na roho ya miungu watakatifu kama huyu. Kama Mungu wetu anaitwa miungu, watu ambao hawamwabudu wala hawamjui, ni waabudu sanamu, wanamuita miungu watakatifu. Yaani wanajua huyu ni Mungu lakini ni mtakatifu. Maandiko yanasema ya kwamba iweni watakatifu kama Mungu alivyo Mungu aliyewaita alivyo mtakatifu. Wewe unasema umeokoka lakini haufuati utakatifu. Hiyo inaitwa imani bila matendo imekufa. Yaani imani bila matendo ya utakatifu imekufa. Maana utakatifu wa mtu ndio wokovu. Wokovu sio kwenda kanisani. Wokovu sio kubeba vitu na kuwasaidia mayatima na wajane. Wokovu ni kwamba wewe mwenyewe ni mjane ulivyo hivyo. Uwe na mme, huna mme, wewe ni mjane. Uwe ni binti hujaoleka, wewe ni mjane. Ni kwa sababu gani? Mjane ni mtu ambaye hana Mungu ndani yake. Ndio maana mwana kondoo anaitwa bwana harusi, yani ni mme wa kanisa. Kanisa ni nini? Maandiko yanasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hekalu lako ni mjane. Wewe ni mjane maana una mme. Ungekuwa na mme angekuwa anaishi ndani yako, naye akanena kwa lugha zake za ufalme wa mbinguni. Huyo mme akiwa ndani yako utaanza kutenda kinyume na ulivyotenda. Huwezi muuliza mtu kwamba hivi mtumishi nimeokoka, sina Roho Mtakatifu, sineni kwa lugha, sineni kwa lugha. Kwa hiyo hapana. Lugha ni viwango vya utakatifu. Kumbuka kama kuna viwango, basi kuna level. Kama kuna viwango, jua ni tofauti. Huwezi taka uwe kiwango cha 10 na bado uko kiwango cha 6. Haleluya. Kwa hiyo wajane jisaidieni. Na maanisha wewe ambaye si mtakatifu, jisaidie. Utajuaje wewe ni mtakatifu? Mtakatifu anazaliwa na mazingira matakatifu. Mazingira matakatifu sio kanisani unakoabudu. Ndio maana kanisani watu wanasuka nywele, wana mapambo, wanahubiri mafanikio, wanahubiri injili za uongo, wameikana imani ya kweli na kushika mafundisho yaliyo mapokeo ya wanadamu. Hapo ndo unasema ni mazingira ya utakatifu. Mazingira ya utakatifu yanatengenezwa kwa vitu viwili. Neno la Mungu la kweli, nimesema la kweli,
Sio neno la Mungu tu, maana hata kotini wanaapa kutumia Biblia hii. Je, wameokoka? Hapana. Neno la Mungu la kweli, kisha Roho Mtakatifu wa uzima. Mambo haya mawili yanaandaa mazingira. Basi haya mazingira yatamzaa mtu anayeishi Biblia, mtu anayetenda Biblia. Yaani utakatifu ni nini? Ni maisha ya Ibrahimu, ni maisha ya Ayubu, ni maisha ya Musa, ni maisha ya Stefano, ni maisha ya Elia, ni maisha ya Yohana, ni maisha ya Yohana Mbatizaji, ni maisha ya Paulo. Tutajuaje maisha ya Paulo alikuwaje? Tumeandikiwa. Lakini sasa tofauti ya kitabu cha maandiko matakatifu na vitabu vyetu vya elimu za kibinadamu, tofauti ni kwamba maandiko ni roho. Maandiko ni roho. Yohana 6:63. Maandiko yanasema mwana wa Adamu akageukia makutano na kusema, amini amini nawaambieni, mwili wangu haufai kitu, lakini maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na uzima. Uzima ni nini? Maana wanasema msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu, hamna uzima ndani yenu. Kwa hiyo uzima unatokana na mwili wangu na damu yangu. Kwa hiyo mwili ni nini? Mkate wa uzima, neno la Mungu, neno la kweli. Damu ni nini? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu, huna uzima ndani yenu. Inamaanisha usipokuwa na neno la kweli ndani yako, ukawa na Roho Mtakatifu, huna uzima ndani yako. Wewe ni mwenda kanisani aliyekufa. Wafu wanahudhuria ibada za leo, wakati Mungu amesema mimi sio Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Risa glory taya. Ni Mungu wa walio hai. Watu wanadhani hapo Mungu hakumaanisha wafu wa makaburini. Maana maandiko imesema mtu aliyekufa, the dead knows nothing. Mtu aliyekufa hajui chochote. Yaani hata hajui kwamba aliwahi kuishi duniani, ni kama tu aliota, yaani ni kama amegubika toka kwenye ndoto. Mesendere masia. Lakini nasema kwamba mimi ni Mungu wa walio hai. Yaani mimi ni Mungu wa waliofufuka katika roho. Mimi ni Mungu wa waliojawa na neno la Mungu, neno la kweli na Roho Mtakatifu. Utaniuliza swali, neno na Roho Mtakatifu ni vitu viwili ama ni kimoja? Ni kimoja, kwa sababu tusitake kumweka Mungu ana picha ya Trinity. Hapana, hiyo ni elimu ya wanadamu. Mungu ni mmoja tu. Ndio maana nimekuuliza swali, je, Roho Mtakatifu na neno la Mungu ni tofauti? Kwa sababu watu wanasoma neno la Mungu ati nitakuja kujazwa na Roho Mtakatifu. Hilo neno ndo roho, likikujaa sawa sawa, kipimo cha kusukwa paka kumwagika ndo sasa ritremasia la mara, hata ndo linamwagika. Bwana atanibariki nyakati za utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa kusukwa mpaka kumwagika. Yaani kipimo cha kujaa. Moyo wako ni kama kikapu. Bwana atakubariki siku ya utajiri wake. Anasema mimi ni tajiri wa dhahabu, zote ni zangu. Dhahabu ni nini? Roho Mtakatifu. Watu wanadhania ni dhahabu ya mashimo ya kuchimbwa na wanadamu. Dhahabu represai ni roho. Anamaanisha roho za duniani zote ni zake. Anasema kwamba hebu niombe nikupe dhahabu safi, nikupe Roho Mtakatifu msafi, kwenye kitabu cha Ufunuo 3:16. Ya kwamba mnajiona ni matajiri, mimi nawaona maskini. Yaani tajiri ni nini? Sio magari. Neno la Mungu halijawahi maanisha magari, majumba. Tajiri inamaanisha mnajiona tajiri wa utakatifu. Ndio Mafarisayo na ndio makanisa ya leo wanajiona tajiri wa utakatifu. Kumbe Mungu anakuona maskini wa utakatifu. Hallelujah. He says I glory. Kwa sababu leo umeenda kanisani, unajiona ni tajiri sana wa utakatifu, kwamba mimi ni mwema, natenda mema, sina ukakasi. Lakini Mungu anakuona maskini wa utajiri wa utakatifu.
Na nikuambia utajiri wa dunia Mungu utajiri wa dunia hauna athari zozote. Pengine ukianza kuabudu ndo inakuwa ibada ya sanamu. Lakini Mungu alizikwa na tajiri wawili, Yusufu wa Arimathea na Nikodemo. Nikodemo alikuwa mkuu kati ya makuhani. He was a respected person. Mungu alihubiri pamoja na mitume 12 maskini wote. Hallelujah, glory. Sililai. Petro walikuwa maskini wote, hawana chochote. Kwa nini? Matajiri ndo walijenga kaburi lake na kuhifadhi mwili wake kwa siku 3. Jambo la kwanza, matajiri wengi wana Mungu aliyekufa. Na matajiri wengi pia wanakuwa na virahisi sana kulipuka kwa lugha, kufufuka katika roho. Maana anaokoka akijua kwamba mali za dunia haziwezi kukusaidia, hazina majibu. Lakini yeye ambaye hana mali anaokoka akijua Mungu atanipa mali. Nani ameokoka vizuri? Anayejua mali za dunia hazina kitu. Anaanza kuhifadhi. Imesema ya kwamba ziwekeni hazina zenu mbinguni, kusikoharibika nondo wala kutu. Maana pahali kutakapokuwa na hazina yako, ndiko moyo wako utakakokuwa. Hazina sio vitu vya dunia. Huwezi ukachukua gari lako ukalipeleka mbinguni. Nimekuambia utajiri unaozungumzwa katika Biblia ni utajiri wa matendo. Inamaanisha matendo yako yaeke mbinguni. Mbinguni, maandiko yamesema, katika ule mji wa dhahabu safi ambao mwana kondoo ndiye nuru yake, hakutaingia kinyonge wala atendaye machukizo. Hataingia katika ule mji wa watakatifu. Tena maandiko yakasema, tazama naliona watu wasiohesabika, idadi ya watu wengi. Ufunuo 7:9. Yohana akasema idadi ya watu wengi wenye rangi mbalimbali, Waafrika, wazungu, wa China, wenye rangi mbalimbali na mavazi meupe, yani na utakatifu kwenye mili yao, wakikizunguka kiti cha enzi. Wenye rangi mbalimbali, Waafrika, wazungu, watu wa yellow, wa yellow kama wa Philippine, rangi mbalimbali, wamevaa mavazi meupe. Kwa hiyo penye rangi mbalimbali tumequalify kwanza. Inamaanisha ya kwamba Mwafrika pia ana nafasi ya ufalme wa Mungu. Lakini penye sasa inaleta watu shida, Mungu ni wa kila mtu. Mwanadamu aliumbwaje? Mungu aliumba mifupa kama maandiko yanavyosema, na akaivalisha mifupa nyama. Kwa hiyo hii nyama akaamua watu watakaoishi kwenye continent ya Afrika nitawapaka rangi nyeusi kwenye hii nyama. Ndio maana mzungu akikatwa nyama ya ndani inaonekana kama ya Mwafrika, maana ni same. Wao tu ndio wako na racism, pia Waafrika wengine wako na racism. Na pia akapaka mzungu white, akapaka Mphilippine yellow. Lakini they are the same criteria, wameumbwa na mfumo ule, same structure, wameumbwa vile, lakini wakapakwa rangi tofauti. Kwa hiyo Yohana akisema naliona wenye rangi tofauti, inamaanisha ya kwamba tumequalify. Lakini sasa mahali anasema wakiwa na mavazi meupe, hapo ndo kuna shida. Watu wanataka waingie mbinguni
kwa kigezo, Mungu ni upendo, mwenye rehema. Mungu ampendi mwenye dhambi. Yule kipofu aliyepona alisema nini? Mafarisayo wakamuuliza, je, wewe unasemaje kwa habari za mtu huyu? Yule kipofu aliyepakwa tope akasema, mimi najua ya kwamba Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Haleluya. Najua ya kwamba Mungu hawasikilizi wenye dhambi, bali kila amchaye na kutenda mema na kutenda atakavyo, Mungu humsikia kila mtu amchaye na kuwa mtakatifu. Mungu humsikia. Haleluya. Yesu akamwambia, nilikuja ili wanaoona wasione, lakini wasioona wapate kuona. Kipofu alifumbuliwa macho ya mwilini na ya rohoni, akaona ya kwamba hata kama Mafarisayo wanampinga huyo aliyeniponya, Kristo Yeshua, wanampinga, mimi naelewa Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Kwa hiyo wewe ni mwenye dhambi unayeng'ang'ana ya kwamba Mungu ni upendo, atanisikia. Never. Never. Hebu nikuambie ukweli, mwanadamu, Mungu hawasikii wenye dhambi. Mungu aishi pamoja na wenye dhambi. Kasema, makao yangu ni katika ufalme ni mbinguni, duniani ni pa kutembea tu, kwa sababu duniani ni makao ya wenye dhambi. Maandiko yanasema Adamu alipotenda dhambi, Mungu alimfukuza nje ya shamba la Edeni na kuweka makerubi wenye upanga wa moto kulinda lile shamba. Hata mwana wa Adamu, Yesu Kristo wa Nazareth, akasema ya kwamba hesebaite kaite madre sedresaya, akasema ya kwamba mimi ni mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu na maanisha yeye ni moja kati ya uzao wa Adamu. Adamu wa shamba la Eden. Mungu alimfukuza. Haleluya. Maana Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Who say kai mindri say God. Ukitaka Mungu akusikilize, unapaswa kwa jambo la kwanza tu kwenye safari ambayo unataka kuanza ya wokovu. One thing, njoo tusemezane. Hiyo tu ndio kitabu ambacho kinapaswa kuwa ndani yako. Njoo tusemezane. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, nitazisafisha ziwe nyeupe kama sufu. That book. Lazima usemezane. Amen, amen, amen. Haleluya. Sasa hapo pa mavazi meupe, watu hawana, lakini wanasubiri unyakuo. Na shangaa. Wacheni kujifariji. Maandiko yanasema watu hawa majeraha yao hayajaponywa, yamepakwa tu, wanapakapaka tu mafuta majeraha, na wanajifariji kwa injili za uongo, wanajifariji kwa mahubiri ya ukora, wanajifariji kwa makanisa mengi yasiyo ya Mungu. Kanisa la Mungu huwa linachubua dhambi zako. Lazima kidonda kichubuliwe. Unapata mtu ameumizwa, moyo wake una majeraha, hasamei. Lazima uchubue kutokusamehe, usa utoke vizuri, umuoshe, akuwe mweupe. Asia labama ya kadama sidiri masaya. Hapo pa mavazi meupe hamna. Maandiko yapo wazi. Maandiko yapo wazi, walikuwa na mavazi meupe. Halafu na furahi vizuri. Kerubi mmoja akamuuliza Yohana, hawa ni akina nani? Yohana akasema, sijui Bwana wangu.
akamwambia hawa ni waliosafisha mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Mavazi ni miili. Miili ni miwili. Roho yako na mwili wa damu na nyama. Mwili wa damu na nyama ni wa duniani. Huwa hatuna haja nao. Biblia imesema huo. Mwili ambao umebaki ni roho yako. Yaani akamwambia hawa ni waliosafisha roho zao kwa damu ya mwana kondoo. Damu ni nini? Ni Roho Mtakatifu, si ndio? Roho Mtakatifu ni nani? Maandiko yanasema maneno niwaambiayo ni roho na ni uzima. Kwa hiyo mahubiri, hawa ndio waliosafisha, na ilikuwa siku za mwisho. Hawa ndio waliosafisha roho zao kwa mahubiri ya mwana kondoo. Ufunuo unazungumzia siku za mwisho tu, hizi siku zetu. Kuna kikundi cha wanadamu watakaosafisha roho zao kwa mahubiri ya mwana kondoo. Haleluya! 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 Kwa mahubiri ya mwana kondoo. Haleluya! Sasa kama huenda umesafisha vazi lako kwa mahubiri ya mhubiri wako ambaye haelewi anachokihubiri. Alihubiriwa, anahubiri mapokeo ya wanadamu. Yaani mmekuwa watu wa kujifariji. Mmekuwa watu wa kuwafurahia waovu katikati yenu. Lakini kundi la utakatifu linakataa uovu hadharani tu. Haleluya, haleluya. Mungu anasemaje kwa habari za siku za mwisho? Sikiliza kitabu cha Ezekieli 7 mstari wa 5. Bwana Mungu asema hivi, ni jambo baya la namna ya peke yake. Angalia linakuja. Jambo baya la namna ya peke yake linayakujia makanisa. Na huo ndio hukumu wa Mungu. Bwana Mungu asema hivi, Ezekieli 7 mstari wa 5. Bwana Mungu asema hivi, ni jambo baya la namna ya peke yake. Jambo baya la namna ya peke yake. Angalia linakuja. Yaani kuna mabaya yanakuja kuwapata wenye dhambi. Haijalishi wapo kanisani ama nje ya kanisa. Maana makanisa ya leo ni makao ya wenye dhambi. Yaani ni mahali pa Jumapili kwenda kumaliza siku yako huko. Wanadamu wamelaaniwa kwa sababu ya kuwategemea wanadamu wenzao na kutokuiheshimu siku ya Mungu. Maandiko yanasema ni jambo baya linakuja. Kwanza kuna dhiki kwa ajili ya wenye dhambi. Maandiko yamesema na kulikuweko na taabu sijaona mfano wake. Na kuna unyakuo ambao ni jambo baya sana kwa wenye dhambi na makanisa ambayo hawana Roho Mtakatifu, wanajiandaa. Roho Mtakatifu ni nani? Na neno la Mungu. Roho Mtakatifu ndio neno la Mungu. Maandiko yanasema maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo maneno ya Mungu yakikujaa yanaanza kumwagika. Kumwagika hiyo yatatoa sauti. Sauti hiyo ni roho wa uzima, ndio lugha za malaika. Lakini kwanza matendo. Weka matendo mbele ya kila kitu. Karama achana nazo. Weka matendo yako. Maandiko yamesema andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Matendo yao yafatana na wao. Matendo yao yafatana na wao. Matendo. Haijasema neno la Mungu lao walilosoma limefatana na wao. Haijasema Paulo ananifurahisha sana kwa sababu ana lugha zitakoma.
Kama ni unabii utakoma. Bila upendo mimi si kitu. Nikitoa mali zangu kwa mayatima na wajane. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa kwanza. Bila upendo mimi si kitu. 14 ama 13. Bila upendo si kitu. Mimi si kitu. Nijapokuwa na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo mimi si kitu kabisa. Hata nikiwa, nisikize kimakini, hata nikiwa na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana. Haufai. Sifai mbele za Bwana. Upendo ni nini? Mungu ndio upendo. Upendo ni jina lingine la Mungu. Kwa hiyo hata ukuwe na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo mimi si kitu kabisa. Kama huna Mungu, we si kitu. Sifai mbele za Bwana. Sifai mbele za Bwana. Kama sina upendo mimi si kitu kabisa. Hata nikiwa na mali niwagawie masikini. Hiyo ndio injili mnahubiriwa. Tenda wema, tenda wema. Kuna wema wa Mungu na wema wetu sisi. Wema wetu sisi ni mfano. Huo wema ushawahi uwa mtu kwa Biblia. Wema wetu wanadamu ushawahi uwa mtu. Huo wema wetu sisi ushawahi uwa mtu. Haleluya. Wema huo unatokeza kwa Anania na Safira. Waliona ni vema na ni wema nikazitoa mali zangu kwa Mungu. Wakasema watatoa. Lakini walivyosema tunaenda kuuza shamba tukatoe kwa Bwana, wakafika mahali wakaficha zingine. Huo ni wema kweli? Ni vema Anania na Safira kusapoti kazi ya Mungu. Lakini sio vema wao kumdanganya Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba apandacho mtu, wanadamu msidanganyike. Kwanza wengi mmedanganyika kwamba Mungu anaweza kadanganywa tu. Naweza nikaenda kanisani nikazini tu, lakini nikaenda kanisani nikakuwa mchawi tu, nikaenda uganga nikapaa kwa maungo. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ukipanda katika udhalimu utavuna udhalimu. Ukipanda katika mwili, mshahara wa dhambi ni mauti. Ukipanda katika roho, karama ya roho ni uzima wa milele. Ukipanda katika mwili, unahubiriwa utakuwa tajiri, utapanda cheo, utakuwa maarufu, utasomesha watoto mpaka ng'ambo, utaenda ng'ambo, we utamiliki magari, utakuwaje? Unapanda katika mwili. Maandiko yamesema mshahara wa dhambi za mwilini ni mauti. Mshahara wa yeye apandaye katika mwili anaupa mwili nguvu na tamaa zake. Iko dhahiri. Wagalatia 5 kuanzia 16. Matendo ya mwili ni dhahiri: uasherati, uwaji, wivu, ufisadi, zote. Tunda la Roho, tunda ni matendo. Matendo ya Roho ni upendo, amani, uvumilivu, faraja, mambo mazuri ya Roho. Kwa hiyo injili lazima ilenge roho, sio mwili. Mimi nilikuwa nawaambia wema ambao mnahubiriwa. Wema ndio mtu akitenda ndiye anajiona ameokoka. Wema ushawaiua Anania na Safira. Wema ukaua mtu anaitwa Uza. Uza ilikuwa na sheria ikasema
ya kwamba sanduku la agano mtu yoyote asishike ila makuhani peke yao. Lakini Uza akaona makuhani, Uza alikuwa anampenda Mungu kwenye upendo wa kibinadamu tu kama wewe. Akaona kumpenda Mungu ni kushika amri zake. Hata yeye mwenyewe alisema, Yesu akasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwombeni Baba atawapeni roho wa kweli. Ombeni lolote kwa jina langu nami nitalitimiza ili Baba atukuzwe ndani yangu. Kumpenda ni kushika, mkinipenda mtazishika amri. Sio wewe kuleta upendo wa kidunia. Sasa sikiliza, Uza akaona makuhani wanayumba, sanduku la agano linaelekea kuanguka. Uza akakimbia akalishikilia. Uza alikufa, Mungu alimuua Uza kwa uchungu hapo tu. Baada ya Uza kushikilia sanduku lisianguke, Uza akaanguka chini akakufa. Haleluya. Ndivyo mlivyo na injili zenu za wema, 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 ukumbukwe duniani, wema. Hapana. Hata nikiwa na mali niwagawie masikini, kama sinao upendo mimi si kitu kabisa. Hata ukiwa na mali utende wema kwa mali, utende wema. Kama sinao upendo mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana, kama sinao upendo mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana, kama sinao upendo mimi si kitu kabisa. Inamaanisha hata mali zako uzitoe. Kama huna Mungu ndani yako, zero work. Sifai mbele za Bwana, hufai mbele za Bwana kama huna Roho Mtakatifu, ambayo neno la Mungu ndani yako. Hujatenda utakatifu, unaenda kutenda mema, hufai mbele za Bwana. Mungu hahongwi. Huwezi kumhonga Mungu kwa matendo yako mema. Mungu unatenda alivyosema. Wewe hebu fikiria kwenye akili za kibinadamu. Mungu akuambie nenda kachinje mtoto wako. Kama Ibrahimu, nenda kachinje. Utasema si vema kumuua mtu, maana wema wa kibinadamu. Lakini Ibrahimu akaenda blindless, na kufika huko Mungu akamtoa mwana kondoo, na Mungu akamuinua Ibrahimu. Na hata Ibrahimu angeua. Ni kweli. Kuna mfalme alisema nikishinda vita, mtoto wa kwanza kukutana naye nitamtoa sadaka kwa Mungu. Alikutana na binti yake bikra, alimchinja shingo. Alibadilika kuwa Mungu. Ezekiel anaambiwa lala na ubavu moja mpaka asubuhi, bila kugeuka hivi. Si ungesema sio Mungu? Lakini hiyo ni agano la kale. Sasa hivi Mungu tunamfikia Mungu kwa utakatifu. Utakatifu ni nini? Ni Biblia, haswa agano jipya, ndo Torati yetu. Masedre hydra mo high glory. Hallelujah, si sai glory. Hallelujah, ri tai kai mo ndre sai glory sai. Hallelujah.